nimekuwa nikipambana na baadhi ya tabia fulani binafsi kuziacha. Sasa tatizo ni kwamba macho yetu yanaona matokeo zaidi. Kila mwaka mamilioni ya watu huamua kubadilika. Siku nyingine tena kaa nami mpaka mwisho ujue ni kitu gani leo hii nimekuandalia kwako wewe kijana. Kwako wewe kijana wa Gen Z. Kwanza kabisa nimeamua kuzungumzia mada hii kwa sababu mimi mwenyewe ni muhanga wa jambo hilo, lakini pia wako marafiki zangu ambao wamewahi kupitia huko. So kitu chenyewe ni swala zima la tabia. Tengeneza video 20 ambazo nitazungumzia tabia, namna ya kujenga tabia njema, namna ya kuacha tabia ambayo unatamani kuiacha. Na lazima tufahamu kwamba kila tabia ulionayo aidha inakusogeza kwenye malengo yako au inakurudisha nyuma kufikia malengo yako. Na mwongozo wetu mkubwa kitakuwa kitabu cha Atomic Habit ambacho kimeandikwa na James Clear. Na zaidi ya yote tutatumia resources nyingi sana. Kwanza kabisa nimeamua kutengeneza video 20 kwa sababu kitabu cha Atomic Habit kina chapter 20, na zaidi ya yote nimetumia siku 20 kutengeneza tabia ambayo leo hii naiona ina manufaa makubwa sana kwangu. Nimekuwa nikipambana na baadhi ya tabia fulani binafsi kuziacha, na ilikuwa ngumu sana kwangu kuziacha, lakini baada ya kusoma kitabu cha Atomic Habit na kufanyia kazi kile ambacho nilikisoma, basi leo hii naweza nikasema kwamba kuna tabia nimeziacha na kuna tabia njema ambazo nimezijenga. Na ndio maana nimeamua kutengeneza video kuelezea kitabu hichi cha Atomic Habit kwa njia rahisi sana, kwa ajili yako wewe rafiki yangu ambaye ulishindwa kukielewa kitabu hichi, kwa ajili yako wewe yoyote ambaye unatamani kujenga tabia njema na kuacha tabia fulani ambazo ulikuwa nazo. Na leo hii tutaenda kuelezea chapter 1 na ni kama introduction ya somo la tabia. Kwanza lazima tufahamu kwamba tabia ina mchango mkubwa sana kwenye maisha yetu ya kila siku. James Clear aliwahi kusema kwamba success is a product of daily habits. Yaani mafanikio ni zao la matendo au tabia za kila siku. Kwa maana rahisi ya Kiswahili ya tabia ni kwamba ni yale matendo ambayo unayafanya mara kwa mara kwa kujirudia mpaka matendo yale yanakuwa automatic, yani una uwezo kuyafanya bila ya kufikiria sana. Kwa mfano, jinsi unapovaa nguo zako au unavopiga mswaki, na jinsi unavyofanya au unavyorespond kwenye vitu mbalimbali. Kwa mfano, pale ambapo unapokea SMS, nini ambacho unakifanya kwenye simu yako. So kuna baadhi ya vitu ambavyo tumevifanya kwa mazoea sana na vimekuwa tabia. Sasa kuna ambavyo ni negative na kuna ambavyo ni positive ndani yake. Kila mwaka mamilioni ya watu huamua kubadilika, huweka malengo fulani ambayo wanatamani kuyafikia, labda kupungua uzito, kuacha matumizi ya vilevi, kuwa na mwili mzuri, ya six pack, na malengo mengine mengi ambayo huwa tunajiwekea, kuanzisha biashara au kuwa mtu mpya mwenye nidhamu. Mwanzo tunafanya vizuri kabisa, unaona kabisa tuna maintain, lakini baada ya muda, baada ya wiki chache, wengi wanarudi walikotoka. Niliwahi kusema kwamba natamani kuwa na misuli, natamani kuwa na six pack na vitu vya aina hiyo. Na mwanzo nikaanza kwa nguvu kubwa sana, kupiga push up nyingi, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Baada ya siku chache nikajikuta nimeacha na sikuwahi kupiga tena push up au kufanya mazoezi tena. Sasa swali sio kwamba watu wanakosa malengo. Swali sio kwamba watu wanakosa ndoto. Tatizo mara nyingi sio ndoto zetu au malengo tunayojiwekea. Tatizo ni njia ambayo tunaijenga kufikia zile ndoto. Kabla sijasoma kitabu cha Atomic Habit, nilikuwa nadhani kwamba mabadiliko yanahitaji hatua kubwa sana, yani kufanya kwa nguvu kubwa ili kujibadilisha namna ambavyo nilikuwa naenenda au kubadilisha tabia yangu. Labda nikihitaji kujifunza ujuzi mpya, nilihitaji kutumia muda mwingi sana kujifunza hicho kitu tena kwa nguvu kubwa sana. Na mara nyingi nikajikuta kwamba naanza kwa nguvu kubwa, lakini baada ya muda nguvu inaisha, motisha inaisha na narudi nyuma, narudi kule nilipotoka. Kuna wakati nikaanza kujiuliza labda sina discipline, labda sina kipaji, au labda sijaumbiwa kuwa vile nilivyokuwa nataka kuwa. Na muda mwingine nikawa natamani kuwa kama mtu fulani, so nikawa nafanya ili kujaribu kuwa kama yeye, na mwisho wa siku nikaanza kuona labda yule mtu ni wa pekee alipaswa kuwa hivi na mimi sikupaswa kuwa kama yeye. So unaona kama mtu mwingine amezaliwa tofauti, ambaye ana consistency au ambaye anafanya vitu vikubwa bila kuacha. Changamoto kubwa ilikuwa ni namna ambavyo nilikuwa nafikiria kuhusu mabadiliko, ambapo naamini vijana wengi, Gen Z wengi wamepitia hali kama hii. Chukulie mfano wa mkulima ambaye ameenda kupanda mbegu shambani. Kesho haoni chochote, kesho kutwa, wiki ijayo bado hakuna chochote, lakini kwa chini ya ardhi tayari mbegu imeanza kuota mizizi na karibu itachomoza. Sasa tatizo ni kwamba macho yetu yanaona matokeo zaidi, hayaoni mchakato. Na ndivyo ilivyo kwa tabia. Ukisoma kurasa chache za kitabu leo, huwezi kuona tofauti kwa sababu utaona bado huna maarifa. Kufanya mazoezi kwa siku moja kiuhalisia, hauwezi ukaona tofauti, hauwezi ukaona mabadiliko. Kwa mtu ambaye anaweka akiba, akiweka akiba leo, kesho kutwa,
ni ngumu kuona mafanikio, ni ngumu kuona tofauti, ni ngumu kujiona kwamba tayari amekuwa tajiri. So na hapo ndipo dhana ya James Clear inakuja, atomic habit, matendo madogo madogo ambayo yanafanywa mara kwa mara kwa kujirudia rudia. Kwa binadamu asilimia kubwa tunataka matokeo ya haraka. Tunataka kwenda gym kwa wiki moja na tuone mabadiliko tayari. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Chukulia mfano kwa mtu ambaye anataka kujifunza Kiarabu. Ni namna gani anaweza kujifunza Kiarabu? Hawezi kujifunza Kiarabu ndani ya wiki moja pekee. Itamhitaji yeye kujifunza maneno machache leo, kesho kutwa, kurudia rudia bila kuacha mpaka awe master kwenye lugha ya Kiarabu. Watu wengi hukata tamaa mapema kwa sababu hawaoni kinachoendelea, hawaoni maendeleo, hawaoni mafanikio. Na chapter 1 ya kitabu cha Atomic Habit kinatufundisha kitu kingine cha msingi zaidi. Kuna kitu kinaitwa goals na system. Mwanafunzi yeye anasema anahitaji kufaulu. Hilo ndo lengo. Watu wengi wanahitaji kuwa matajiri, wanahitaji kufanikiwa kwenye kitu fulani, na wanazingatia zaidi kwenye kuweka malengo. Umeona? Kwa sababu pale mwanzo wa mwaka watu wengi tunaanza kusema ndani ya mwaka huu nahitaji kuwa na milioni 10 kwenye akaunti yangu ya benki. Ndani ya mwaka huu nahitaji kuwa na mwili fulani. Ndani ya mwaka huu nahitaji kujenga mahusiano fulani ambayo ni mazuri. So tunaweka zaidi malengo badala ya kutengeneza kitu kinaitwa system. James Clear anasema goals are the results you want to achieve. Ni yale matokeo ambayo unatamani kuyafikia. Lakini system ni ule mchakato ambao utakusaidia kufikia yale malengo ambayo umejiwekea. So mwandishi James Clear na mimi binafsi na kushauri tengeneza mchakato wa kufikia yale malengo. Tengeneza system. Tuchukulie mfano, badala ya kusema nahitaji kuwa tajiri ndani ya mwaka huu, badala yake tengeneza matumizi mazuri ya fedha, weka akiba na fanya matendo mengine madogo madogo ambayo yatakufanya ufikie yale malengo. Na ipo wazi, yote tunayafahamu. Unahitaji kujenga mwili. Je, unao mfumo wa kufanya mazoezi mara kwa mara ambao utakufanya ufikie lengo lako la kujenga mwili? Maisha hayajengwi na kile tunachotamani. Maisha yanajengwa na kile ambacho tunakirudia rudia mara kwa mara. Sasa tumekaribia mwisho. Hebu nikuulize leo hii, ni ndoto gani ambayo upo nayo kichwani kwako? Ni malengo gani ambayo umejiwekea? Je, umeweka mfumo wa kufikia hiyo ndoto au hayo malengo? Na kwenye mfumo ni lazima tuelewane kwamba haihitaji kuwa na mfumo mgumu sana au mfumo mkubwa sana au kupiga hatua kubwa sana ili kufikia yale malengo. Piga hatua ndogo ndogo. Ni rahisi sana kufanikiwa kwa kufanya matendo madogo madogo kwa kujirudia rudia kuliko kufanya matendo makubwa yasiyokuwa na muendelezo wa kujirudia rudia kila siku. Tukiendelea kuingia ndani zaidi ya kitabu cha Atomic Habit, tutajifunza mambo makubwa sana, namna kuifanya tabia yako iwe ya kuvutia, namna kuifanya tabia yako iwe rahisi kuifanya na kuirudia rudia kila siku. Endelea kwa karibu na akaunti zangu zote za mitandao ya kijamii. Anza na tabia ndogo ndogo, dakika 5 za mazoezi. Hizo ni tabia ndogo ndogo ambazo unaweza kuanza nazo leo hii. Usisahau kurecommend video hii kwa marafiki zako ili na wao waweze kujifunza. Full videos zitakuwa kwenye mtandao wa YouTube, lakini kwa mitandao ya Facebook, TikTok na Instagram itakuwa ni video ambayo imekatwakatwa. Link kwenye bio. Na mimi ni Silvano Mushi. Karibu kwenye safari hii. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.